jambo ya unyenyekevu na kuwa na kiasi na vitu vya watu. Hiyo ni njia moja. Hiyo ni njia moja. Kwa sababu wokovu wa wakati huu hawana viwango. Mtu anafanya anavyotaka. Lakini wacha nikuambie kitu kimoja. Tangu siku ulipookoka ukamwamini Yesu, haikupasi tena utafute yanao kupendeza wewe, ila utafute yanayompendeza Kristo peke yake. Sasa kuanzia leo, jambo unalolitenda kwanza liangalie kwamba kama linamtempeleza Mungu kwanza. Liangalie kwa Mungu, usiliangalie kwa macho yako. Usiangalie kwa macho yako. Hii hata ndio imesababisha wanadamu siku hizi unakutana na wasichana siku hizi wako tuputupu kwa barabara. Nadhani umeona wako tuputupu. Umeona wako tuputupu? Kwa sababu gani? Limependeza mioyo yao. Wamefanya sawa na maamuzi ya mioyo yao. Lakini sisi tuliokoka hatufanyi mambo sawa na maamuzi yetu. Tunafanya mambo sawa na maamuzi ya Kristo. Tunapima kwa Mungu wetu. Inampendeza Mungu wetu jambo hili tukilifanya. Na tukikuta linampendeza Mungu, tunalifanya. Na tukikuta alimpendezi Mungu, tunaliacha. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Lazima wokovu ukufikishe hizo viwango. Haleluya. Amina. Siku moja chukua Biblia yako, kila mtu achukue Biblia. Kila mtu achukue Biblia. Leta peshi. Paulo akiongea na kanisa Warumi 10. Nataka mwanzo tuangalie Warumi 10. Tuangalie vitabu kadhaa. Mwanzo nataka tuangazie hiyo Warumi 10. Yatupa mwelekeo mzuri. Tusimwabudu Mungu kama tunavyotaka sisi, lakini kama anavyotaka, na tuhakikishe tuko katika njia. Na tuhakikishe katika kila sehemu tuko katika njia. Warumi 10. Na tuhakikishe haya ni maneno Paulo aliongea na kanisa ya Warumi alipoona juhudi ya utumishi wao, lakini alipopima kwa habari ya roho akakuta hata wanafanya yanayowapendeza wao, hawatendi yanayompendeza Mungu. Wanafanya yanayowapendeza wao. Hebu nisomee Warumi 10 mstari wa kwanza. Kichwa kinasema yeye yule ni bwana wa Myahudi na mpagani. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu, nimwombaye Mungu, ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa maana nini? Na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Basi mwana fika hapo. Wanajuhudi. Tuko nyakati watu wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Hawakosekani katika ibada, lakini kwa tabia za Mungu hawaonekani kwa tabia za Mungu. Lakini ndani ya kanisa wako ndani ya kanisa. Ndio maana nimekuambia, naweza nikakuliwa mtu ameokoka hata ukakosa kwenda kulete. Ukashangaa kwa nini? Na tuko hapa. Na hata bwanako si ameokoka. Dada si ameokoka. Ukakosa kwa sababu gani? Kwa kiwango cha Mungu ukimwangalia unamuona bado, licha ya kuwa anapatikana katika ibada, akosekani katika ibada. Katika maneno haya ya kuongeza viwango, uongeze kunyenyekea sana, uongeze kumtafuta Mungu sana, uongeze viwango vyako viende juu. Haleluya. Hili ni kanisa lilikuwa na juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Juzi ni Mungu amenifunulia juzi jambo. Amenifunulia msana wangu mkubwa. Wewe nakwambia mkubwa.
Na Mungu akanifunulia ule msichana akiwa amevaa miniskirt. Kwangu watu wanavaanga nguo ndefu. Kama neno inavyosema. Kutoka mtoto ule mdogo, kutoka saizi hii kama hapo. Lakini hayuko, nimekwambia nguo ndogo na watumia sana. Mpaka mama yao. Wakati Mungu alituelekeza kwa habari ya neno. Tena si vazi la kanisani. Hata kwa shamba. Hata kwa shamba inafaliwa hiyo. Si la kanisani kwangu peke yake. Tena si ati kuna lingine. Hakuna lingine isipokuwa hiyo. Na kama lingine litatafutwa na litakuwa kwa viwango hivyo cha Mungu aliyosema. Kwa sababu hizo ni viwango tulipewa na Mungu. Savazi ni viwango. Na nikawaambia hii vazi kuvaa vazi ndefu hakuta kufanya uingie mbinguni. Haleluya. Amina. Hakuta kufanya uingie mbinguni. Unajua hiyo? Kuvaa vazi ndefu hakuta kufanya uingie mbinguni. Lakini hakukuruhusu kuvaa miniskirt pia kwa sababu ni chukizo na ni dhambi kwa Mungu. Kwa nini hakuta kuruhusu? Kwa sababu unaanza kuvaa vazi ndefu na wao wanafanya uovu. Sasa hiyo vazi ndefu litakupa haki. Aliwezi kukupa haki. Juzi nikavunuliwa. Na niwanga na nawaambia kila siku. Kila siku. Nataka uone hii maandiko ninakwambia. Wala juhudi kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu hawakosi katika ibada. Lakini kuna jambo Mungu anafunua. Akanionyesha kwa roho amevaa miniskirt. Alikuwa amevaa skati za zile zimebana tu hivi tu. Imefika hapa iko na kasiti kidogo. Ni kwa roho nikamuona, nikamuita. Rohoni. Nikamuuliza mbona unavaa hiyo? Kwani hizo nguo nakamuuliza hizo nguo kwani nakuanga nazo? Au jamaliza hizo nguo? Akaniambia akanijibu kwa ujasiri sana. Akaniambia kwa nini mtu asiruhusiwe afanye anachotaka? Alinijibu hivyo kwa maono. Nikamwambia unajua umeanguka au katika misingi? Akaniambia ndio. Kwa maono. Kulikuwa na watu nikamwambia kutokeni nje. Watu wakatoka nje. Kuna swali lingine lilikuwa imeleta rohoni nimuulize. Na sipotaka nimuulize katika watu. Na ni kwa roho Mungu amenileta rohoni. Nikamuuliza rohoni, uko na mahusiano? Akaniambia bwana. Kwa sababu niliona tabia hizi na mahusiano zinaandanya rohoni. Niauliza uko na mahusiano? Akaniambia bwana. Na maono yakaisha nikatoka maono. Nilipotoka maono nikaamka. Tukatoka tumeketi na mama yake. Nikamwita mama yake na nikamuita. Nikamwambia wewe, kwani uko zile nguo zako hujamaliza? Zile kwa sababu kwangu watu walitengeneza nguo, walichoma. Wale mtu alipata nguo moja mbili ndefu, zile zingine ziliwekwa kwa nini zikachoma moto. Lakini bado sisi tukaamua kuingia mbingu. Hatuna mchezo wa ati kungusa badili. Hatunanga hiyo. Tunaamua kuingia mbingu. Zilichukuliwa zote, zile za kitambo hazifai, zikawekwa moto. Sasa nikashangaa kwani siko. Akaniambia alichoma. Akaniambia hizo nguo zote hana moja alichoma. Nikashangaa kwani tabu Mungu ananionyesha. Nikamuuliza, na mbona Mungu ananionyesha ulikuwa umevaa miniskirt? Hii ni nini? Na nikamwambia mbele za Mungu niambie tutaweza kuwa mbele za Mungu ukweli wa moyo wako. Kwa sababu Mungu ananishuhudia upotofu ndani ya roho yako ya kuvaa vibaya. Unajua Lelia? Akaniambia mimi ngoja nikwambie baba, Disemba, Krismasi. Niliona wasichana wamevaa longi. Nikasema kama isingekuwa vingine ningekuwa ninafaa. Unaona ni Disemba. Hiyo jambo limeumbika mbaya ndani ya roho yake. Disemba. Mungu ndiye anakuja kunifunulia. Lakini alilia. Nikamuuliza umeamuaje? Kwa sababu lazimishi imani. Utafuata hiyo njia iliyopotoka ama utafuata Yesu? Akaniambia nitakwenda Yesu. Nikamwambia njoo tuombe. Akakuja tukaomba. Tulipoomba usiku huo ndio Mungu akaniletea maono. Nguruwe zimeingia ndani ya nyumba. Hiyo sikuwaambia. Lakini nikajua Mungu amemsaidia. Nguruwe zimeingia ndani ya nyumba na ako peke yake. Nikaona nikitafuta mama yake amsaidie kutuza zile nguruwe, nilikuwa ninaziona ni hatari. Lakini wakati naangalia mama yake ni mmoja, ule msichana nikapata amepukuza zile nguruwe zimetoka ndani ya nyumba. Nikajua ule uovu ulikuwa umemwandama umetoka. Unajua unaweza kuwa uko kanisani lakini moyo wako uko ngisani. Uko kanisani lakini moyo wako uko ngisani. Ndani ya moyo wako unavyoviwaza aviendi na Mungu ndani ya moyo, kwa sababu Mungu anatazama moyo.
Mungu anatazama moyo, kwa sababu moyo, kila tokeo la mwili linalofanyika mwilini linatokana na moyo. Si kama tunapatana? Yaani jambo lolote ambalo linafanyika nje ya mwili huwa limeanza ndani ya moyo. Yaani wewe kile unatenda leo ni kile uliwaza sisi wakati tulikuwa hatujui. Na wakati ulikuwa unawaza sisi wakati tulikuwa hatujui, hicho ndicho Mungu anaangalia. Kwa hivyo mawazo yaliyopotoka yanamtenga mwanadamu na Mungu. Mawazo yaliyopotoka. Haleluya. Amina. Mawazo yaliyopotoka yanamtenga mtu na Mungu. Na ndio maana Biblia inasema mwanamke ajisitiri. Kwa sababu gani? Kama hujisitiri, mtu mwingine atakutazama, na akikutazama wazo lililopotoka litaumbika ndani ya moyo wake. Ni kweli? Alafu Biblia inasema afungwe shingo jiwe la kusaga, akatozwe baharini. Anaofanya uovu, mtu uovu unayetukuja kwa njia yake, yaani yeye ndiyo chanzo cha uovu. Yaani chanzo cha mtu mwingine kuwaza vibaya, yaani imetokana na wewe, na utoswe baharini. Uko umefungua shingo jiwe la kusaga. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Hiyo ndio linafanya neno la Mungu linatupa kujisitiri. Na anatakuwa pengine unajisitiri, lakini wewe hujawahi jua kwa nini ninajisitiriana. Kwa nini? Kwa sababu unajua utatenda dhambi, na hata kama wewe unatamani, utatamaniwa. Kwa sababu kuna sehemu zitaonekana, na mtu mwingine atasitamani, na akisitamani atawaza vibaya, kwa sababu haifai tamani. Kwa hivyo uovu umeutengeneza kuanzia wewe. Wewe ndio chanzo cha dhambi kufanyika. Na Biblia imesema mtu huyo afungwe shingo jiwe la kusaga, akatozwe baharini. Amina. Haleluya. Akatozwe baharini. Kwa sababu haitupasi sisi tutokane, sisi ndio tunaachilia uovu ufanyike duniani. Haleluya. Amina. Kwa hiyo mwanadamu anaweza kuwa ndani ya kanisa, lakini moyoni amepotoka, kwa sababu chochote kinachofanyika ndani ya ulimwengu kiini chake kinaanzanga ndani ya moyo. Hata wale tunaona leo wabunge wanapitisha mswada pale bungeni, ule mswada si wale wabunge wanakanga wote wanasema tunataka kupitisha mswada mgani. Mtu mmoja anakujanga na wazo liliyekuwa ndani ya moyo wake anawaletea, si ni kweli? Na kutoka hapo ndio wanajadiliana ile wazo la mtu fulani. Ni kwa nini? Kwa sababu chochote kinaanza ndani ya moyo. Na sisi tunamwabudu Mungu katika moyo. Na ndio maana Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, waabudu halisi, watamwabudu Bwana katika roho na katika kweli. Yaani ndani ya roho yako. Umeoa. Yaani wewe hufai kuwa na mahusiano. Na niliambia kijana wangu hivyo kama wewe. Namwambia hufai kuwa na mahusiano. Sasa mahusiano ya nini? Na umeokoka. Kwanza sitafuta Yesu. Haleluya. Na bado ni kijana mdogo anaanza kuisumbua. Bado hujaweza. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Au vile tutakuja kwa kazi mmoja tuwafundishe jinsi ya kujitunza, wajitunze. Na ukijitunza Mungu atakupa mke mwema. Alafu mke mwema ambaye anapendeza. Unajua mke mwema? Mke nani mwema? Yaani unajua mtu ameokoka. Mtu ameokoka viwango vya kipimo chake ni hatari sana. Niliambia kijana wangu na ukiniletea mke hapa, ninamwambia kanisani nikihubiri. Kazi yako imeketi nikihubiri. Kama ukiniletea mke hapa, kwanza awe mcha Mungu. Yaani usiniambie ati mlembo nini, hapana. Kwanza niambie nilipata mcha Mungu. Niliona mtu anapendeza Mungu, nikapendezwa na yeye. Unajua jamaa mtu ndugu moja alifanya wakati nilianza wokovu, nilimpa pesa zaidi hiyo kazi yangu nilikuwa nikifanya. Sasa ukola, nimefanya ukola kandramu, nimeimba, nimepicha kandramu. Na sasa hiyo ndio wokovu unaanza ule soja ameokoka. Na mimi sijui kama ameokoka. Nikapicha, lakini na mimi roho yangu inataka Mungu. Lakini bado niko gizani. Wakati ule nikampelekea ule soja, nikamwambia nimkatie kitu kidogo. Kumkatia asiye kusema si ndio ako pale kwa yadi. Akaniambia hiyo pesa za damu hiyo sikulangi. Nimeokoka. Nilipendezwa na yeye. Nikasema kai, wokovu ndio ule natafutana. Na kutoka siku hiyo ndugu akakuwa rafiki yangu. Ndio mzee amenilea. Mpaka leo jana tumeongea kwa kitu ni pastor sasa hivi tunaongea. Yaani pastor sasa hivi tunaongea. Roho yangu ilipendezwa. Unajua unapaa hata rafiki. Yaani rafiki yako, utafute rafiki ambaye anamcha Mungu.
Yaani kuna kitu uliona ndani yake. Yaani rafiki tu ule mnashinda na yeye rafiki yako. Rafiki yako yaani ule mnashinda pamoja na yeye. Yaani ule mnashinda kila siku na yeye. Yaani na awe ni mcha Mungu. Kwa sababu kama si mcha Mungu ataachilia uchafu katika kwa maisha yako. Hautastahimili kusimama katika wokovu. Hauwezi kusimama katika wokovu kama utapungwa nila na waovu. Kwa sababu waovu hawana viwango. Watafanya uovu tu. Hawana viwango. Wanadanganya kwa na wao na wakuulize si ni kweli? Na wao naogopa kumkosea. Ametanganya mtu. Amwambia asipomwona fulani. Hakusi si ni kweli hata kumuona na mlikuwa na yeye. Useme huyu rafiki yangu nikisema ndo anadanganya, atanichukia. Unyamaze na ukose mbele za Mungu sababu gani? Biblia inasema na alaaniwe mtu asio upanga wake usio kana damu. Usio mwaka damu. Mtu na alaaniwe mtu upanga wake usio mwaka damu. Yaani maana yake, yaani mtu asiyoweza kukata dhambi. Yaani dhambi ikija unafaa uikate. Hata kama ni mzee wako amekuja ametanganya landlord. Unajua sasa landlord yako unasikia landlord inakuuliza, "Mama ni kweli?" Niambia wewe, babake fulani anaweza kutanganya. Yaani wewe usikumbali usisheo afadhali hata akutandike siku hiyo, lakini kwa sababu ya haki, haleluya Mungu akuletee sasa. Yesu Mungu siku ya simama akuletee. Haleluya. Amen. Yaani siku ya Mungu asimame akutetee, lakini usiunge mzee kwa sababu ni mbwana hapo muasi Mungu. Hivyo ndivyo Anania walifanya. Waliungana kitu kimoja wakatanganya na wakaasi kwa Mungu ndio walifanya. Yaani mimi haiwezekani tulikuwa tumetembea na wewe utanganye mimi utanidanganya. Nitakwenda nikwambia njoo kwanza. Wewe acha kutanganya. Ndio hata siku nyingine ujue mimi si wakuhusisha vitu kama hizo kwa sababu nasemanga ukweli. Haleluya. Amen. Hiyo ndio wokovu. Hiyo ndio wokovu. Haleluya. Amen. Huko ndiko kuokoka. Huko ndiko kuokoka. Yaani kwako hakuna kupinda. Hakuna mambo ya kupinda kwako. Kwako mambo yamenyooka mpaka roho yako inashuhudia mbele za Mungu. Hata wewe unasikia una haki mbele za Mungu. Hata ukisongea mbele za Mungu kumwomba Mungu. Unajua mtu mmoja alikuwa anaitwa Ezekia. Alipelekewa habari na Isaya. Akaambiwa utakufa. Mungu anasema utapona. Ongea na familia yako. Akapinduka. Biblia inasema alipinduka kwa ukuta. Akaongea na Mungu. Akamwambia Mungu, unajua vile niko mkamilifu. Mungu unajua vile najiganga sheria zako. Mungu unajua vile Mungu unajua vile nachukia waovu. Sipendi hata kukaa na wao. Yaani aliomba haki. Kwa hiyo mara mingi unakosa maombi kwa sababu hamuna haki ya kuomba mbele za Mungu. Kwa sababu ndani yako umejaa uchafu, alafu unataka kwenda kwa mwenye haki mtakatifu ukamuombe na wewe hauna haki ya kuomba mbele za Mungu. Lazima uwe na haki ndani ya moyo wako ya kuomba. Yaani moyo wako umeuweka kwa viwango, kwa umeutunza na uwezo ukaruhusu jambo mbaya ndani ya roho yako ikaingia hata ila kuwaza. Haleluya. Amina. Hata la kuwaza. Hawezi ruhusu likaingia jambo mbaya hata la kuwaza. Na marafiki wako wale watu mnafanya kazi na wao hawezi watenga. Hapo ndipo unajua ndio unajilinda. Lakini unajua kuna rafiki ambaye nikikuona najua ako nyuma. Yaani nikikuona umetokea pale najua kuna mtu fulani mmoja naye mngeenda kununua mboga. Siku hapo kuna mama ambaye mmoja naye mngeenda kununua mboga. Unajua mkitoka na wewe baba kule mtoto tukatafuta mboga. Hiyo Mombasa kuna wana hii tabia. Lakini kuna ndio unajua watu wakila mtu anataka kivyake. Lakini kama Mombasa unapata marafiki. Mtu alizana kununua mboga vikaka na anatoka mzako anaenda kwa sababu Mombasa iko ni Waswahili wale wakule. Lazima muongelesha, ukipita hivi, ukimuongelesha ukirudi hata kuongelesha kwa sababu ulipita au kuongea. Unaona? Unaona marafiki wanamna hiyo. Lazima rafiki huyo umpime kwamba kwa nini nimekuwa rafiki na yeye? Kwa nini mimi nakuwa rafiki na mtu huyu? Kwa sababu mtu huyu ni mcha Mungu. Nimemchunguza, nikamwona ni mcha Mungu. Kwa hivyo urafiki wangu na yeye ni wa maana. Ni wa maana. Kwa hivyo kijana kama huyu akiwa na rafiki na mvuta bangi, hawata stahimili katika wokovu. Biblia inasema msifungo nila pamoja na wasioamini. Hata stahimili. Haleluya. Amen. Hata stahimili. Akijifunza kuchat na wasichana, hata stahimili. Atakuja kujipata ametumbukia katika shimo mbaya. Kwa sababu amechoa kuchati anajiti na huyo atachanganyikiwa ni nani sasa hapa wale mbwa hata kama wameokoka utachanganyikiwa ni nani anayefaa au utajua. Halafu kila jambo tukitoa uamuzi tunaenda kwa mangori na muuliza Mungu kwa sababu Mungu wetu ananena. Niliporudi Mombasa tena mara ya pili kufanya kazi kwa sababu haina ndanga mara moja.
nilipiga magoti